Kwa majina naitwa Happiness Filipo, ni mwakilishi wa kikundi cha Upendo. Tuko wilaya ya Kisarawe, maeneo ya Kibaoni. Tunashukuru kwa ajili ya usindikaji wa vitu ambavyo vinaendelea kwenye kiwanda chetu na usindikaji. Tunasindika vitu mbalimbali kiwemo korosho, tunasindika na kukausha vitu mbalimbali na ambavyo kiafya ni vizuri, kwa sababu vitu vyetu tunatumia mimea ambayo ni lishe na ni faida kwa mwili wa mwanadamu. Tunatumia stafeli, tunakausha, tuna vidonge ambavyo ni vidonge lishe ambavyo vinatokana na mimea ambayo ni organic, mimea ambayo haitumii makemiko kwa ajili ya mwili wa mwanadamu. Tunatumia rozera, tunaikausha kwa ajili ya watu ambao labda wana shida ya upungufu wa damu na vitu vingine mbalimbali. Tuna vitu vingi ambavyo tunavitumia kusindika kwenye kiwanda chetu. Tunasindika maembe makavu. Kuna watu wengine wanapenda kula embe kavu ambalo limeiva, linakuwa ni zuri kwenye mwili wa mwanadamu kwa sababu lina vitamini nyingi. Kuna vitamini vingi ambavyo mtu anavipata kupitia maembe. Pia tuna mafuta ya nazi kwa ajili ya kujipaka. Kuna watoto ambao wana vitu mbalimbali ambavyo hawawezi kutumia mafuta mengine, ila wakitumia mafuta ya nazi ni mazuri zaidi. Wazee, na pia hayo mafuta unaweza ukatumia kupikia, unaweza ukatumia kufanyia vitu mbalimbali. Ni mafuta mazuri ambayo yanasaidia kwa mwili wa mwanadamu. Na pia tunatengeneza vidonge ambavyo ni vidonge lishe. Tunatengeneza vidonge vya mwani, vidonge vya stafeli, vidonge vya mlonge kwa ajili ya afya wagonjwa mbalimbali. Kuna wagonjwa wa kisukari, wagonjwa wa tezi dume, uvimbe. Tunatumia vitu kama hivyo, na vidonge vyetu ni vidonge lishe kwa ajili ya mwili wa mwanadamu. Ni watu wengi wamehangaika sana kwa ajili ya kutumia dawa ambazo zinaweza zikaondolea sumu mwilini. Sisi kwetu tuna hivyo vidonge ambavyo vinaweza vikakusaidia kwenye mwili wako kuwa imara na kiafya. Pia tunakausha ndizi, tunakausha vitu mbalimbali, ni vitu vingi. Tuna soko letu, mara nyingi tunadili kwenye korosho. Korosho ambazo tunaziweka vizuri, tunapaki kwa ajili ya kuzisafirisha kwa ajili ya sehemu ambayo hazifikiki kwa urahisi, zinaenda kwa sababu tuna vifungashio vizuri ambavyo vinafungasha korosho inakaa vizuri. Na pia tunaomba mkurugenzi wetu atufikirie kwa ajili ya changamoto ambazo tuko nazo, ni kwa ajili ya kikundi tupate mikopo ambayo itatuwezesha kuendelea na safari yetu ya usindikaji, ili tunapokuja tena tuje kwa namna nyingine, kwa sababu namna hiyo ni pamoja na hii nyama ya soya. Mwaka huu tumekuja na nyama ya soya na tumekuja kivingine kwa ajili ya usindikaji wa nyama ya soya, ambayo kabla hujaisindika kuwa hii nyama unayoiona, tunailoweka kwa masaa 48 kuondoa ile sumu ambayo ipo kwenye soya, na pia tunakamua maziwa ya soya. Tunatengeneza nyama ya soya kama hivyo unavyoiona, ni kwa ajili ya wagonjwa ambao labda kuna mtu anasumbuliwa na tatizo la kutokula nyama ya buchani. Tunatengeneza nyama kama hii, unaichemsha, unairosti, unakula na chakula chochote, wali au ugali. Ni nyama nzuri kwa afya, mtu ambaye ana kisukari, mtu ambaye ana ugonjwa wowote ambao unapitia changamoto ambao hawezi kula nyama yoyote, tunakukaribisha kutumia nyama hii hapa ya soya kwa afya yako. Na kauli mbiu ya mwaka huu, tunashukuru Mungu kwa ajili ya mkurugenzi wetu pamoja na mkuu wa wilaya ambaye anatuwezesha kuja kwenye maonyesho haya ya 8/8. Kauli mbiu yetu ni kutambua soko na kuzalisha kwa tija, kutekeleza mbiu ya 2050. Tunawashukuru sana na tunawakaribisha sana kwenye banda letu la Kisarawe. Mjionee mambo mengi tunayoyafanya mahali hapa, tunavyosindika vitu vingi kwa ajili ya afya zetu, maana tuko kwa ajili ya afya. Karibuni. Kwa majina naitwa Fikiri Daudi Nyaka, ni katibu wa Kwala AMCOS, lakini niko hapa katika hili banda la wilaya ya Kisarawe kuwakilisha
vyama vyote vya msingi vinavyopatikana katika wilaya ya Kisarawe. Vyama hivyo ni Manerumango, Mzenga, Kwala yenyewe na tuna Marui pia AMCOS imeanzishwa hivi karibuni. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kutoa elimu juu ya mfumo wa stakabadhi ghalani kidigitali. Mfumo huu wa stakabadhi ghalani, kwanza maana halisi ya stakabadhi ghalani manake ni hati inayopatikana anayopewa mkulima baada ya kupeleka mazao yake katika ghala linalotambulika na serikali. Hati hii itakuwa inaonyesha vitu jina la mkulima, itakuwa na ubora wa zao na wingi wa huo mazao yake. Kwa hiyo tuko hapa katika kutoa elimu juu ya mfumo wa stakabadhi ghalani kwa sababu sasa hivi tuna mazao haya ya kimkakati ambayo ni ufuta, korosho na mbaazi. Mazao haya yanalimwa wilaya ya Kisarawe kwa wingi kabisa na ni mazao ambayo yako kimkakati kwa ajili ya kuleta tija kwa wakulima. Kwa hiyo sisi kama AMCOS tuko hapa kutoa elimu kwa ajili ya kuweza kumsaidia mkulima, kwani stakabadhi ghalani ni mfumo ambao una faida kwa mkulima. Faida hizo ni kwamba mkulima atapata bei nzuri kutokana na mfumo huu, na vile vile mkulima ataweza kupata kutambulika katika mfumo wa kiserikali. Na pia faida nyingine, risiti hii ya mfumo wa stakabadhi ghalani mkulima inaweza kumsaidia hata kupata mikopo katika taasisi za kifedha, kwa sababu anaweza akaonyesha risiti yake na benki au taasisi yote ya kifedha ikaweza kumtambua kwa ajili ya kumpatia mkopo huu. Kwa hiyo tunaishukuru halmashauri ya wilaya ya Kisarawe kuweza kutuleta hapa kwa msimu huu ili kuweza kutoa elimu hii ya wakulima na kuweza kupata tija katika mazao yao. Mwisho kabisa niseme tunafunga na kauli mbiu ya kutambua soko, kuzalisha kwa tija, kutekeleza dira ya 2050. Asante.